Ali Kinasa kwa mazungumzo hayo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imetoa vibali kwa wamiliki wa mabasi yenye uwezo wa kubeba abiria kuanzia tarehe 26 na kuendelea ili kusaidia huduma ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Mohamed Sukuzi ametuandalia taarifa hii. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo CPA Habibu Suluo amesema vibali hivyo vitatolewa ili kusaidia usafiri kutokana na changamoto zilizojitokeza katika njia ya mabasi yaendayo haraka BRT1 kutoka Kimara kwenda Posta. Tunapenda kuwatangazia usafirishaji wa jiji la Dar es Salaam wa usafiri wa mabasi ya mijini maarufu kama daladala kwamba tunatoa vibali kwa wale wenye kutaka na wenye mabasi yenye uwezo wa kubeba abiria 26 na kuendelea kwamba walete maombi kupitia mfumo wetu wa RIMS ya kutoa huduma kwa njia zifuatazo: kutoka Mbezi Luis kwenda Posta, kutoka Mbezi Luis kwenda Mnazi Moja, kutoka Mbezi Luis kwenda Muhimbili na kutoka Mbezi Luis kwenda Makumbusho. Tuna nafasi 150 kwa mabasi yenye uwezo wa abiria kubeba abiria 26 na kuendelea. Atakayewahi tutampa nafasi ya mwanzo. Hii inatokana na changamoto za usafiri wa mabasi yaendayo haraka maarufu kama mwendo kasi kwa njia ya BRT1 ya kwenda yuko Kimara. Aidha, CPA Suluo ameongeza kwa kufafanua muda wa vibali hivyo kutumika. Hivi vibali tutavitoa kwa kipindi cha miezi mitatu. Kwa sababu tunatarajia katika kipindi cha miezi mitatu wenzetu wa DART watakuwa wamekamilisha marekebisho ya miundombinu iliyoharibika. Kwa upande wa njia BRT2 ya kwenda Mbagala, hii ilitolewa kwa mwekezaji Moffat. Hii ni BRT2 awamu ya pili ya mradi wa mabasi yaendayo haraka. Njia hii haina uharibifu mkubwa wa miundombinu ile ya kukata tiketi na kuingia. Kwa hiyo marekebisho haya yatakamilika sio muda mrefu, na wenzetu wa DART wakiwa tayari, Moffat atarudi kuendelea kutoa huduma. Nikiripoti habari kutoka Dar es Salaam, mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya mabasi yenye uwezo wa kubeba abiria kuanzia 26 na kuendelea na tarehe 26. Tukirejea wilaya ya Mjini, kiongozi wa